Na ile kazi ukiachana tuna kwamba ni kazi yako, lakini yale mapenzi ya dhati kabisa ya filamu yapo hapo. Yapo hapo. Unajua nilipotoka nyumbani kwetu huko Mwanza, nikaja Dar es Salaam. Nimekuja Dar es Salaam kwa ajili ya chuo. Ndiyo. Na nilipofika chuo kikuu cha Dar es Salaam, masomo yalikuwa ni mengi sana. Okay. Lakini nikasema mimi nataka kusoma masuala ya filamu, uzalishaji wa filamu na maudhui ya TV. Kwa nikaenda kufanya TV and film production pale creative department. Okay, toka niko secondary level nilikuwa nikitamani sana kujua zinafanywaje, the know how, the technical know how ya hivyo vitu. Kwa hiyo ni passion ilinisukuma ikaenda kuyasomea hayo masuala, afu baada ya kuyasomea nikaja sasa nikayaishi. Ya kwa ni passion ilikuwa nayo. Hivi filamu kadhaa umepiga kidogo nilipomaliza chuo katika kujitafuta nilifanya vifilamu kadhaa, nika direct vifilamu kadhaa, nika produce vikazi kadhaa. Yes. Sasa ndo nimekuwa gatekeeper. Okay. How tough producing film, Moja kati ya vitu ambavyo huwa na viheshimu sana kwa wacheza filamu wote, ninapoona ule mzigo wa script unakuwa kitabu hivi. Sahihi. Na sasa unajua filamu ni mfululizo wa matukio ambayo yanafanyika na ni lazima yarekodiwe. Yes. Maana mimi nikiingia naweza nikatangaza zangu nikapiga 2 hours fresh. Lakini kila unachokiona kwenye filamu lazima kifanyike. Anataka kunywa chai sijui, anaenda sijui uani, unajua yani kila ile nini. How tough kuweza ku-create na kuweza kukamilisha. Okay, sawa. Nitaongea upande wa technical, nitaongea upande wa execution. Kama mwandishi, kwa sababu pia nilisoma masuala ya uandishi, unafanya masuala ya filamu. Ukisoma masuala ya filamu unafundishwa karibia departments zote zinazohusisha filamu lazima uzisome. Tukiingia katika sasa kubeba hiyo script, inaanza kwenye wazo. Mwenye wazo anakuja anatengeneza dunia yake, tunaita universe. Kwenye ile dunia sasa ndo anaanza kuumba wahusika wake, watakaa hapa, wataishi vipi, watahusiana na nani, kama kuna wakufa watakufa, kama wakuoana wataoana. Yaani wanaishi dunia yao ambayo ni ya kufikirika, lakini ndani ya mazingira halisi. Sasa unapokuwa umemaliza umpata ile script, unafanya cast au unachagua sasa wahusika. Wale wahusika katika kuwapa sawa bebe husika zao, unamuelezea kila mhusika ni mtu wa namna gani. Sawa, kama Sofia huyu anayekuja kuigiza mchezo unaitwa Mugashi. Sawa, anatakiwa kuwa nani? Kwa kuna sifa zinazoandikwa pale ambazo ni nje ya sifa za kawaida za Sofia, ambazo unatakiwa sasa umsome yule mtu ulioandikwa pale. Umuishi kwenye zile sifa, na wakati mwingine kama hujui namna ya kumuishi, katafute kwenye mitandao, ziko watu wenye karakta hii huwa wanakuwa vipi, wanajiweka vipi, wanaongea vipi, wanauiana vipi. Kwa hiyo unapata zile knowledge. Sasa unapokuja kuwasilisha, unakuwa kama vile yani unasema mbona kama umezaliwa navyo hivi. Unakuwa unateleza tu. Sijui kama nimepatia kwa upande wa execution hasa.